Bwana, wapendwa wanaume wenzangu, kwanza niwapongeze kwa majitoleo yenu, lakini na juhudi mbalimbali ambazo mnazifanya kwa lengo la kutimiza matamanio ya Baba Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma la kutegemeza kituo hiki, lakini ya sisi wanaume kutembea pamoja, kuongea pamoja na kushirikishana kwa pamoja. Leo tumeona ni muhimu tukutane kwa muda mfupi, kwa sababu miaka yote hatufanyi tukio kama hili. Leo tutashirikishana baadhi ya mambo. Kuna kanuni za UWAKA ambazo tunasema ni kama katiba, lakini basi muongozo wa taifa umesema katiba inaandaliwa. Hizi kanuni tulizokuwa nazo, kwa sababu hazina muhuri wa maaskofu, hizi katiba tulizokuwa nazo, kwa hiyo wamesema ziendelee kutumika kama kanuni. Kumbe tumealikwa tutumie katiba ya halmashauri ya walei taifa, katiba ya mwaka 2019. Nadhani wengi tunazifahamu, ni kama hii hapa. Tumealikwa ndio tuzitumie kama muongozo mama, lakini kanuni ambazo tumeziuza leo na wengine walikuwa nazo, basi hiyo ni miongozo yetu ya UWAKA taifa. Nimeambiwa kuna mtu ameangusha kifaa cha kutunzia miwani na kina mawani ndani yake. Tumelitangaza hili kwa sababu kuna wengine hawawezi kuandika bila hicho. Pengine anashindwa kuandika huko. Kwa hiyo basi katika zile kanuni za UWAKA kuna mambo ambayo yameorodheshwa, lakini sambamba na hilo kwenye katiba ya halmashauri ya walei 2019 kuna miongozo ya kikatiba ambayo kwayo wote tunapaswa kuifuata. Nisome tu sehemu ile ambayo Askofu Deusdedith Rwama ameweka muhuri, ambao unasema wale wote, ambao ni nukuu tu kwa sababu leo tunaongea wanaume. Inasema wanaume wote wapende kujifunza na kujua mambo yanayohusu imani yao, na hivyo wawe mashuhuda au mashahidi wa kweli kwa imani yao katika Tanzania na hata mwisho wa nchi. Hii tunaipata Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8. Uongozi katika UWAKA ngazi yoyote sio mamlaka, bali ni utume. Ukichaguliwa kama kiongozi, wao usijione ni mtu mkubwa kuliko wengine. Ule ni utume. Tunakumbushwa hilo. Lakini utume huu ni utume usiokuwa na faida. Na mara nyingi huwa tunatafakari ni kama maisha ya Yesu. Tuko kipindi cha Kwaresma. Ni ndugu yetu, baba yetu, mwanaume mwenzetu alitaka kutukomboa na akatukomboa bila faida yoyote. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuishi au tufuate mwenendo huo. Tunahimizwa viongozi walei tudumu katika sala na mazoezi mbalimbali ya kiroho ili tuweze kuimarika katika utume wetu. Huo ndio muongozo wa katiba. Tunaalikwa tuimarike, tusali ili tuwe imara zaidi katika utume wetu. Lakini ukiwa kiongozi, usisubiri sifa wala malipo, bali useme neno hili: sisi au mimi ni mtumishi nisio na faida, ninayafanya haya yaliyotupasa kuyafanya. Na sana sana ukienda kusoma katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 10 au aya ya 10, unakutana na neno hili la faraja. Lakini katika muongozo huu
au katiba hii ya halmashauri tunaisoma leo. Mimi nasema imegawanyika katika sehemu mbili. Ina sehemu ya dira na sehemu ya ramani. Dira ina mambo mengi. Kwenye dira hapo unakutana na tunu mbalimbali, yani tunu ya imani kwa Mungu, uaminifu na upendo, umoja na ushirikiano, ambao sisi wanaume wa Katoliki saa zote tunawaomba na tunawahimiza tuwe na umoja na ushirikiano. Uwazi na uwajibikaji, tuwajibike kwenye familia zetu, tuwajibike kwa mama kanisa, lakini tuwajibike kwenye jumuiya ndogo ndogo zinazotuzunguka. Maana yake tushirikiane nao, tusali nao. Kristo. Lakini tunaalikwa kwenye umahiri wa kitaalamu. Niwaombe wanaume wenzangu, kuna shida kidogo kwenye mambo ya kanisa. Wengi hatushiriki. Wengi wetu, wengine ni madaktari, wengine ni mainjinia, lakini kila mmoja ana shughuli mbalimbali. Hiyo shughuli yako inasaidiaje kanisa? Leo hii hata madhabahu mengine yanajengwa na ndugu zetu wa madhehebu mengine, wakati ndani sisi tuna mainjinia. Lakini viongozi wa halmashauri ya walei, niwaombe tena, mjitahidi kushirikiana na UWAKA, hiki chama cha kitume, tupate sensa iliyo kamilifu, ambayo kwenye sensa ile inaeleza kwamba wewe ni nani, unafanya kazi gani, na namba yako ya simu. Kwa bahati mbaya tunavoleta fomu hizi, kuna wanaume wenzetu wanafikiria tofauti. Kuna mahali niliulizwa, hivi hata hizi zaka tunazotoa hamuamini mpaka mnataka nijue kazi gani inafanya? Jamani, hii sensa tunaifanya sio kwa ajili tujue unafanya kazi gani ili tupate zaka. Hapana. Lengo letu ulichokuwa nacho, usaidie kanisa. Lakini wakati unasaidia, na wewe unapata kipato. Mwingine anasema mimi sina kazi kubwa na kazi ndogo tu. Hakuna kazi ndogo. Kama baba mlishi wa Yesu, Yosefu, alikuwa seremala, ambayo ni kazi ambayo kwa wakati huo ilikuwa nadharaulika. Sembuse wewe leo. Niwaombe, tuna mafundi hapa. Mafundi wa cherehani wanawaita, au mafundi wa aina vyovyote. Tuna mapadi pia wanahitaji huduma hizo. Hebu tujitokeze kwa kujiandikisha na kueleza wewe unafanya shughuli ipi. Lakini kwenye sura ya 3 ya katiba hii mama ambayo tunaambiwa tutembee nayo na wengi hatuna, hapa ndipo kwenye msingi wa vyama vya kitume. Tunaambiwa vyama, mashirika na jumuiya za kitume vitajitegemea kiutendaji na kikarama, na inapobidi vitatumia hati ya usajili wa halmashauri ya walei katika utendaji wake wa nje na ndani ya kanisa. Nini anataka kusema? Leo hii wewe unataka kwenda labda kwenye hizi parokia za mjini, pengine uko Paulo wa Msalaba, wanaume wa Katoliki mnataka kwenda Makole. Msiende Makole bila kwenda kwenye kamati tendaji ya halmashauri ya walei parokia ya Paulo wa Msalaba ili mpate kibali cha kwenda Makole. Kumbe sisi wote tunafanya chini ya mwavuli wa halmashauri ya walei parokia husika. Kiongozi ya harakia ndiye mlezi mkuu wa vyama, mashirika na jumuiya za kitume. Kumbe baba paroko ndiyo mlezi wetu. Lakini mratibu wa vyama vya kitume ngazi husika ni makamu mwenyekiti halmashauri ya walei parokia. Na hapa tunaenda moja kwa moja kwenye mikutano yetu, kwenye shughuli zetu za kiparokia UWAKA. Niwaombe, kwenye vikao vyetu vyote, tuna vikao 3 kikatiba vya UWAKA. Kikao cha kwanza ni kikao cha halmashauri au kikao cha kamati tendaji UWAKA parokia.
Hawa viongozi wa kamati tendaji wanakutana kila mwezi mara moja. Wanapaswa wale viongozi watano wawe wanakutana mara moja kila mwezi. Lakini kikao cha pili ni kikao kinaitwa cha halmashauri UWAKA. Mimi nazungumza ngazi ya parokia, lakini kuna ngazi ya dekania, kuna ngazi ya jimbo. Tuchukulie ngazi ya dekania, au kwa sababu wengi hapa ni ngazi ya parokia, tuchukulie ngazi ya parokia. Tukisema ngazi ya parokia, kikao cha halmashauri, wajumbe wake wa kwanza ni baba paroko, lakini mjumbe wa pili ni kamati tendaji ambaye ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya walei ngazi ya parokia. Huyo ni mjumbe wa pili. Kwa nini yeye anaalikwa? Yeye katika nafasi yake kwenye katiba hii, yeye ndiye mratibu wa vyama vya kitume. Mnapomwalika kwenye vikao vyenu, mna jambo lenu, sio lazima nyinyi muende kwenye kikao kile, yeye atawasemea. Lakini wajumbe wengine kwenye halmashauri kwenye kikao hiko ni kamati tendaji ya UWAKA ngazi ya parokia. Wajumbe wa mwisho ni wa aina mbili. Kamati tendaji ya UWAKA vigango kama mlivyo, lakini kamati tendaji za kanda, nyinyi ndio mnatengeneza halmashauri ya UWAKA ngazi ya parokia. Na ile halmashauri ngazi ya parokia, yale watakayoyajadili, yale watakayokubaliana ni mapendekezo, sio amri. Kumbe mapendekezo yale yatapelekwa kwenye mkutano mkuu, au watafanya yale watakayowasilisha, yatakayoombwa na mkutano mkuu wa ngazi husika. Kumbe mnakutana mara ngapi kwa mwaka? Halmashauri lazima ikutane mara 4 kwa mwaka. Yaani kila baada ya miezi mitatu mnakaa kikao cha halmashauri. Tatizo lililopo hapa, au tulilokuwa nalo, au baada ya kutembea kwenye parokia zetu, dekania zetu, tumeshatembelea dekania 5 sasa. Tatizo tunalokutana nalo, wengi wanawafuata wanaume wa Katoliki kwa sababu ya michango. Sio kwa ajili ya kujenga utume, kwa ajili ya michango. Hilo ni jambo baya. Ndio maana tunaambiwa UWAKA ni kwa ajili ya michango tu. Hapana. Kuna mambo mengi kwa ajili ya UWAKA. Kuna kufanya matendo ya huruma, kuna hija, kuna tafakari mbalimbali. Niwaombe wana utume wote, hebu tuwasukume viongozi wetu wawe wanaitisha vikao kama wanajisahau. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, wanaume wa Katoliki, nguzo imara hekalu la Bwana. Lakini la pili, tunahimizwa kuziba nafasi za uongozi. Tunatakiwa tuwe na uongozi ambao unaanzia kwenye jumuiya hadi jimbo. Wale viongozi watatusaidia kwa mambo mbalimbali. Kumbe sehemu nyingi parokia ndio ina uongozi, vigango havina uongozi, jumuiya ndio kabisa hazina viongozi. Niwaombe tukitoka hapa tukajitafakari, tujiulize, je, jumuiya zetu zina uongozi? Parokia zetu viongozi tupo tuliotimia? Lakini mshikamano wetu uko pamoja? Leo nikimuita mwenyekiti nikamuuliza masuala ya parokia, yale anayejua mwenyekiti na katibu anayafahamu? Au yale anayejua mweka hazina, katibu msaidizi anayafahamu? Tutembee pamoja, tuishi pamoja kama viongozi. Ni rahisi ya kuongoza utaratibu huo. Lakini kama nilivyoeleza, katiba mama ni hii. Hatuna katiba mama, zile za kwetu ni kanuni. Hii katiba ya halmashauri ya walei.
Tukisoma sura ya 8. Sura ya 8 hii tunaita ni ramani. Uishije kama mwanaume Katoliki? Utembeaje kama mwanaume Mkatoliki? La kwanza, haya ni maisha ya kiroho. Kama mwanaume Mkatoliki mnapaswa kuyafuata yafuatayo. Ni wajibu wa kila mwanaume Katoliki kutambua kuwa ametumwa na Kristo kumshuhudia kwa njia ya maneno na matendo yake. Kumbe mwanaume Mkatoliki mwenzangu, mtu yeyote yule akikuona amuone Kristo ndani yako. Watoto wako kwenye familia wakikuona wamuone Kristo kupitia wewe. Lakini jamii inayokuzunguka imuone Kristo kupitia wewe. Kwa hiyo tunaendelea kualika tuishi maisha ya kiroho. Jingine, kama vile Kristo alivyokuwa mtakatifu katika maisha yake, kila mwanaume Mkatoliki aweke mbele maisha ya sala, kusali daima bila kuchoka, na awaelekeze wenzake kusali. Mwanaume Mkatoliki mwenzangu, tuwaelekeze watoto wetu kusali. Tuelekeze familia zetu kusali. Lakini tusitumie siku maalumu ambayo mama kanisa ameitenga, siku ya Jumatano. Kanisa lolote lile Katoliki ukienda, ni siku ya kumwadhimisha Mtakatifu Yosefu, na ndiye msimamizi wetu sisi wanaume wa Katoliki. Tunaalikwa tuitumie vizuri siku ya Jumatano. Lakini ikiwapendeza, siku hiyo ya Jumatano twende kanisani kwa umoja wetu, tusali sala maalumu kwa heshima ya Mtakatifu Yosefu. Hata mara moja kwa mwezi tufanye hivyo. Kwa njia hiyo naamini tutaungana pamoja, tutatembea pamoja, tutanuia mamoja kama parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Jingine katika sura hii ya 8 ya katiba ya halmashauri ya walei taifa ya mwaka 2025 ambayo ndio katiba mama, mikutano yote ya UWAKA itaanza kwa sala inayoongozwa kwa neno la Mungu, kufanyika katika roho ya sala na kumalizika kwa sala. Hii tunakumbushana, naamini tunafanya hivyo, lakini tunakumbushana tusifanye kikao chochote bila kuanza kwa sala na kumaliza kwa sala. Jingine, UWAKA katika ngazi zote itatenga angalau siku 2 kwa mwaka kwa ajili ya mafungo na tafakari ya utume. Kama nilivyosema awali, tusiwe watu wa michango tu, tuwe watu wa sala. Lakini tunaalikwa tufanye mafungo angalau mara 2 kwa mwaka. Kwamba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 6 tufanye mafungo mara 1, lakini kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 tufanye mafungo mengine. Tukutane pamoja, tufunge pamoja, tushiriki pamoja, lakini mwisho tunuie mamoja. Jingine ambalo tunaalikwa wanaume wa Katoliki, tusome Biblia takatifu na maandiko mbalimbali na miongozo mbalimbali ambayo inaandaliwa sehemu mahalia. Kwenye jimbo letu tuna mwongozo unaitwa Mwelekeo, barua ya baba askofu. Ni wanaume wachache tunayo hiyo. Kumbe tunaalikwa tuwe na miongozo hiyo. Pale utajifunza au utajua sehemu mahalia kama ni baba askofu anataka nini au baba mtakatifu anataka nini. Kuna waraka mbalimbali, lakini tuna decrees za mafundisho mbalimbali. Tunaomba sana ya utume, tunaomba mrejee na msome. Mwisho, kwenye katiba hii ambayo ningependa niwashirikishe, tunaalikwa kumega mkate kwa pamoja. Yaani baada ya yote, angalau mara 1 kwa mwaka, tuandae chakula cha pamoja. Tule pamoja, tunywe pamoja, tuchome nyama pamoja, tusherekee kwa pamoja. Ndiyo maana mama kanisa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma kila mwaka anatukutanisha hapa UWAKA, tunasali pamoja, tunaongea pamoja, lakini mwishowe tunamega mkate pamoja.
tunakula pamoja. Kwa hiyo niwaombe sana tushirikiane kwa pamoja, tufuate miongozo hiyo. Lakini la pili, tuna mpango kazi. Tuna mpango kazi wa jimbo ambao umeandaliwa. Tumeuandaa. Naamini kwenye mkutano mkuu tutaleta hiyo mpango kazi ambao tayari umeshachapwa kwa kila kundi na kila dekania, lakini tutauza kwa sababu mifuko yetu haina fedha, na tutauza kwa shilingi 10,000 kila mpango kazi. Ndani ya mpango kazi huo tutaona kalenda ya siku kwa siku, lakini tutapata sala ya Mtakatifu Yosefu, tutapata maelekezo au maelezo utume huu kwenye jimbo hili umeanza lini, lakini tutaona nyimbo ya Mtakatifu Yosefu. Lakini hapo tutaelezwa mambo haya yafuatayo. Kwenye mpango kazi wetu tunatamani kuimarisha utume wa wanaume wa Katoliki, kwanza kwa kuziba nafasi za uongozi. Kama nilivyoalika, tutatembea sehemu mbalimbali kwenye dekania tukipata taarifa mbalimbali. Lakini pia tutafanya ziara ya kuhamasisha wanaume, na tunawaalika na tunawaambukiza viongozi wenzetu kuanzia ngazi ya dekania kushuka chini, kutembea kwenye parokia mnazoziongoza, lakini mshuke chini wale wa parokia, mshuke kwenye kanda na vigango ili kuhamasisha wanaume. Lakini tunaendelea kushirikishana maadhimisho ya jubilei takatifu ya miaka 25 ya Ukristo wetu mwaka huu. Ni muda mwafaka wa kutafakari ukaribu wetu na Mungu wetu, yani tusali pamoja. Lakini tuanzishe mifuko ya uwaka ya kusaidiana. Hili ni la muhimu sana. Mwanaume Katoliki tunaambiwa sisi karama yetu au kanuni yetu ni kuishi kiroho na kimwili. Kiroho tunaenda vizuri sana. Tunapata humilia, wengine wanafanya semina, lakini kimwili bado hatujaenda vizuri. Ikiwa na maana mwanaume mwenzetu Mkatoliki anaumwa, sisi wanaume tunafanya nini? Tunaenda hospitali kumtembelea. Amefiwa au amefariki, tunabeba msiba ule. Ndio maana wakati mwingine hata wanaume wenzetu hawataki kushiriki kwenye uwaka, kwa sababu wanasema hivi, naenda kule leo ninauguza, leo ninaumwa, muda wangu naenda kushiriki na wanaume wenzangu wanakuja. Kumbe ni wakati sasa wa kugeuka na kutembea pamoja, kuishi pamoja. Kristo tumaini letu. Lakini lingine, kuandaa shughuli mbalimbali za kijamii, hasa michezo. Tuandae michezo mbalimbali ambayo itatukutanisha, itatushirikisha. Michezo ni furaha, michezo inatengeneza afya. Kwa hiyo tuandae michezo mbalimbali. Hata mchezo wa kufukuza kuku tunao ni mchezo. Tuandae michezo ambayo itatutembeza pamoja. Jingine ni kuanzisha malezi ya vijana. Leo tunazeeka, leo tunaliacha kanisa, lakini kuna lugha ambayo wengi tunaitumia, tunaifahamu. Wengi tunasema watoto wa siku hizi. Kila tunapokutana tunasema watoto wa siku hizi hawana tabia nzuri, watoto wa siku hizi wamekengeuka. Mimi leo nikuulize mwanaume mwenzangu, wewe ni baba wa lini? Kama watoto hawa ni wa siku hizi, wewe ni baba wa lini? Naamini wewe ni baba wa siku hizi. Hata mimi ni baba wa. Kumbe watoto wa siku hizi wanalelewa na baba wa. Mbona sauti imeenda chini? Hebu tupige makofi kwa kuelewa lugha hii. Hatuna haja ya kuwalaumu watoto wetu, tujilaumu sisi wenyewe. Yesu alisema wakina mama wakati wanamlilia akawaambiaje? Msinililie mimi. Ndio. Kumbe leo hii kilio hiki tujililie sisi. Kwa sababu wewe mwanaume mwenzangu unayesema watoto wa siku hizi, wewe umelelewa na mzazi wa zamani. Yule mama yangu asiyejua hata kusoma ABC ndio alionilea. Lakini leo mimi na misingi mizuri.
Lakini leo hii baba yule anayejua ABC ameshindwa kumlea mtoto wa leo. Tuitane, tuwaalike watoto wetu. Hebu vijana wa UVIWAKA msimame, wamekuja tu wachache. Msimameni kwanza vijana wetu hawa. Sare yao ni hii. Tulifanya uzinduzi na tunamshukuru sana baba Kibozi, alifanya uzinduzi kijimbo tarehe 1 mwezi wa 6. Tunasema kila parokia iwe na vijana hawa, iwafundishe malezi ya kwetu tuliofundishwa zamani. Lakini tunaita ni kama kule vijijini kwetu tunaita jando na unyago. Leo tumeshindwa kuwalea hawa, pengine sisi tulipitia huko. Hebu tuwalee vijana hawa. Miongozo mbalimbali itatolewa kijimbo ili vijana hawa wawe mapadri bora wa kesho, wawe mababa bora wa kesho. Kizazi zetu kinazidi kupotea. Hakuna wa kumlaumu, bali tujilaumu sisi wenyewe. Lakini jingine ambalo tunapaswa kulikumbuka au kulitafakari katika mpango kazi wetu ni malezi ya kituo hiki. Tunaalikwa, tumepewa, kila mwaka tunapewa utaratibu wa kuchangia. Na hapa mimi naomba niseme, hatujafanya vizuri sana. Hatujafanya vizuri sana kwenye uchangiaji. Kila mwaka kuna parokia nyingine hata shilingi moja hazijatoa. Lakini pia tumeomba ulipaji wa ada. Ada ina kazi nyingi. Na limetolewa ombi kwamba kila jumuiya kutokana na eneo husika, kama tuko maeneo ambayo tunaona uwezo wetu uko chini kidogo, wanaume wale wanaweza kuwa wanachanga 1500 kila mwezi, ambayo 1500 hiyo inapelekwa kwenye ngazi ya parokia. Alafu ikikusanya zile fedha kila mwezi, parokia ile inatakiwa ipeleke shilingi 24,000. Kila mwaka inatakiwa itoe 24,000 kupeleka jimbo ya jumuiya. Lakini parokia ile inatakiwa itoe shilingi 20,000 ya kila mwezi kupeleka ngazi ya dekania. Lakini kwa parokia zile za mjini, hasa za mjini zenye uwezo kidogo, sio zina uwezo mkubwa, tunasema kila jumuiya ichangie 10,000 parokiani ili kuendeleza utume wa wanaume ngazi ya parokia. Ukipiga mahesabu kwa mwaka, kila jumuiya kwenye parokia yake itakuwa inachangia shilingi ngapi? 120,000. Kwa hiyo ile 120,000 ikija kwenye ngazi ya parokia kulingana na jumuiya zake, kazi ya kwanza, parokia husika itatoa shilingi 24,000 ya jumuiya zake zinazotengeneza parokia ile kupeleka ngazi ya jimbo. Kwa hiyo toka barua hiyo imeletwa na baba askofu mkuu kwetu, kwa masikitiko makubwa, na leo tutasomewa hapa, ni parokia 2 tu zimefanya hivyo kuitikia ile barua. Parokia ya kwanza ambayo imetoa malipo ya ada ya wanaume kwa mwaka juzi 23 na mwaka huu 20 na mwaka jana 24 ni parokia ya Ilazo, ambayo inatoka dekania ya Mtakatifu Petro Mtume. Hebu wasimame wana dekania wale Ilazo, hebu tuwapongeze kwa makofi hapo. Lakini parokia iliyolipa ada kwa mwaka juzi, parokia nyingine ni Makole. Wanaotoka parokia Makole tafadhali wasimame. Kumbe mnafanya vizuri, lakini kwenye ushiriki ni mdogo. Tuwaombee. Tumsifu Yesu Kristo. Nini nataka kusema? Jamani, sisi tuna michango pia jimbo.
ambayo inatakiwa kijimbo. Mchango wa kwanza ambao unatakiwa na taifa kutoka jimboni UWAKA. Maana msifikirie pengine labda mwingine anaweza kuwaza, au kuna mmoja alinipigia simu akaniambia michango ya nini hiyo? Mbona hamtupi ufafanuzi? Sasa leo naomba niwape ufafanuzi. Tunahimiza ada kwa mambo haya yafuatayo. Moja, kila mwaka kila parokia inatakiwa ichange shilingi 15,000 kutoka kwenye mfuko wa UWAKA jimbo. Sisi tunazitoa wapi kama sio kwenu? Lakini pili, kila parokia kwa mwaka inatakiwa ichange shilingi 8,000 kwa ajili ya mfuko himilivu ambao tunaupeleka baraza la maaskofu. Tunazitoa wapi kama sio kwenye parokia, kama sio kwenye jumuiya? Lakini kila parokia au kila mwanaume kutoka parokia husika anatakiwa kuchangia shilingi 500. Hapo ulipo jione kwamba una deni, hujachangia ile 500. Sasa ili tuje kila siku kukwambia unadaiwa 500, unadaiwa 500, unadaiwa 500, ndio maana tunaomba ile 24,000. Lakini hebu tuulizane, kwa mfano tuseme kwenye jumuiya zetu kwa mwaka mzima, hata kama ni jumuiya iko chini namna gani, kweli tunashindwa kupata shilingi 24,000 mbele ya Mungu? Kweli kwa mwaka mzima 24,000? Siamini, na Mungu anisamehe kama ninakufuru, lakini siamini kwa mwaka mzima kama tunashindwa kupata 24,000. Kumbe baba askofu mkuu ametuandikia barua hiyo 2023, nadhani ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 10, kwamba kila jumuiya itoe mchango huo. Lakini jingine, matukio kama haya, niwaambie leo siri, kwa sababu tuko wenyewe na muone uzito wake. Matukio kama haya tunamega mkate kwa pamoja, manake tunakula pamoja. Na katika kula huko pamoja, na wakina mama kwa sababu tumewaalika, naomba siri yetu muiache hapa. Tafadhali sana. Tunaambiana ukweli, na ikiwezekana chukua ujumbe mpelekee mumeo. Jamani, tunachokifanya hapa kila mwaka, hii michango tunaiomba hapa kwa ajili ya maendeleo ya kituo hiki. Baadaye tunamrudia baba askofu, tunampa mkono huu, alafu tunamnyang'anya kwa mkono. Sherehe yetu gharama mara zote ni karibu milioni 12, na anaitoa. Lakini nasema, tumesema ifike mahali mwaka huu iwe mwisho. Ada zetu tutakazozitoa ndio zitakazotupa chakula hapa. Tusimpe alafu tunamnyang'anya tena. Mwaka jana alikuwa na matamanio ya kupata milioni 50. Tukapata milioni 54. Lakini tulirudi tena kwa baba askofu tukaomba, tunamuomba milioni 11,500,000 kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo maana yake mwaka jana lengo alikufanyaje? Halikutimia. Mwaka huu ukienda hapo, tunapoambia tunapoenda kujisaidia kwa pembezoni kuna vyoo, lakini mbele yake hapo kuna jengo pale la zamani sana. Lile jengo linaenda kubomolewa, linatengenezwa gorofa. Mtaona tu mkienda hapo, mtaliona. Sasa gorofa si lele mama. Wakati tunaongea naye alisema matamanio yangu kama nitafurahi kwa mwaka huu kama nitapata milioni 70. Lakini niwaambie wanaume wenzangu, kwenye mitandao kama mpo, tulikuwa na baba askofu msaidizi toka juzi. Tunapata takwimu mbalimbali za michango. Mpaka kikao cha jana tulikuwa na milioni 12. Mungu atusaidie, naona wengi wameweka foleni kwenda pale. Lakini nini nataka kusema? Kila ulichopangiwa jitahidi kutoa. Kuna wengine wameniambia au wamekuja kwenye uongozi wa jimbo
wakasema hivi haiwezekani madeni yote yakafutwa tukaanza upya. Jamani, baba askofu amesema hilo, kama ulipangiwa pambana umalize. Tukisema tunafuta, mwaka kesho tena wengine watasema sisi tulishindwa, mbona wale mliwafutia? Tunawaomba tutoe kwa moyo. Na tukio hili lingine tumeligundua wakati tunatembea kwenye maparokia na dekania mbalimbali ziara zetu. Yaani tukishakutana hapa, tukimaliza hapa, yale yote watu wanayaacha. Mpaka tutakapokutana tena mwaka kesho ndio tunaanza kukimbizana. Kumbe tukio hili jione kwamba linakuhusu wakati wote. Jione kwamba ukusanye kidogo kidogo ili ufikishe lengo lile uliloambiwa. Nataka nitoe tu mfano mrahisi sana. Mfano, parokia yako imepangiwa shilingi milioni 2. Na mna wanaume 400. Mfano tu, wanaume 400. Kila mwanaume anatakiwa achangie shilingi ngapi? Ndani ya tuchukulie miezi 3. Kila mwanaume, wale wanaume 400 wanatakiwa wachangie shilingi ngapi? 5,000, sio? 5,000. Na kama ni 5,000, kwa parokia zetu za mjini nyingi zina 200,000, milioni 2 na nyingine milioni 3. Kuna swali tunaulizwa. Hivi kwa mwaka mzima parokia ile mwanaume anashindwa kweli kuchangia shilingi 5,000 kwa ajili ya malezi ya kituo au kuendeleza kituo kile? Mimi nadhani jibu ni hapana. Labda miongozo na uratibu unaleta shida kidogo. Niwaombe turudi kwenye parokia zetu, tulitafakari hilo, tuungane pamoja ili haya mambo madogo madogo yenye kero, yenye masikitiko yaweze kufanyiwa kazi. Lakini kuna mambo mawili naomba niwashirikishe kabla sijamaliza, ya kijimbo. Tarehe 27 mwezi wa 4, naomba kila mtu aweke kichwani hilo. Tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu tutakuwa na mkutano mkuu wa kwanza kijimbo. Mkutano mkuu huu tutawaalika viongozi wote, kamati tendaji, dekania na parokia zote. Parokia 57 na parokia teule, jumla wako 60. Zidisha hiyo idadi ya watu, ni kubwa. Basi kwa kuwa hatuna chanzo cha mapato, na waomba kila parokia ijiandae kuja na 50,000 kwa ajili ya mkutano mkuu. 50,000 hiyo ni kwa ajili ya chakula tu. Kristo tumaini letu. Chakula labda na makaratasi au machapisho mbalimbali tutakayoyakuta pale. Lakini jingine, tumeandaa marathon. Na hii tunautengenezea utaratibu. Mbio ambazo tutaziita Askofu Kinyaia Marathon. Lengo ni kukusanya fedha kwa ajili ya hilo tamanio la baba askofu kuanza ujenzi wa ghorofa. Niwaombe sana tujiandae. Tuna ratiba ya kutegemeza kituo. Hii ni ya mwisho. Tarehe 19 mwezi wa 4. Tarehe 19 mwezi wa 4, Dekania Paulo Msalaba tunawaomba muwe hapa kwa majitoleo mbalimbali. Tarehe 17 mwezi wa 5, Dekania Yosefu Mfanyakazi, tunaomba muwe kwenye kituo hiki. Parokia ya Paulo Mtume, hii ni tarehe 21 mwezi wa 6, tutawaomba mje kwenye kituo hiki mtoe vipaji. Tarehe 19 mwezi wa 7, Yohane Mbatizaji, tutaomba mje kwenye kituo hiki. Tarehe 23 mwezi wa 8, Bikira Maria Warudi, mje kituo hiki. Tarehe 20 mwezi wa 9,
Francisco Azizi kwenye kituo tarehe 18 mwezi wa 10. Moyo Mtakatifu wa Yesu tunawaalika kwenye kituo hiki tarehe 15 mwezi wa 11. Bikira Maria wa Fatima muwe kituo hiki. Lakini mwisho tarehe 20 mwezi wa 12 dekania zifuatazo zinaombwa kuja kwenye kituo hiki kwa ajili ya chakula na maandalizi ya Christmas kwa ajili ya vijana hawa. Dekania ya Paulo wa Msalaba, Petro Mtume, Yosefu Mfanyakazi, Paulo Mtume na Agustino wa Hippo. Tumsifu Yesu Kristu. Kristu. Basi kuna ndugu mmoja asimame tu pale. Wakati huu namwalika baba Kazi Kunema ambaye ni yuko mratibu. Ana vitabu, huyu ndugu ana vitabu maalum sana, tulimwomba aje navyo hapa. Vinaweza kutusaidia. Sasa hivi misa karibu inaanza. Basi njoo baba dakika 2 kabla baba hajaja, dakika 2 waeleze wanaume kwa sababu sisi ndo tulikualika. Hauna muda. Asante sana. Msifuni Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Peter James Njau, ni mwanasaikolojia na mnasihi. Hapa kipindi anaongea baba kuhusiana na mambo ya imani. Kuna kusema kwamba kwa mambo ya afya akili sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Moja wapo dalili ya changamoto za kiakili ni kutangatanga kiimani. Ukiona mtu anatangatanga kiimani, leo yuko hapa, kesho yuko hapa, huenda kuwa anasumbuliwa na changamoto za kisaikolojia au changamoto za kiakili. Ila tunahusianisha changamoto za kiroho. Ila changamoto za kisaikolojia zinapomwathiri mtu, utamwona mtu anayumba yumba sana. Na zaidi kwa sasa kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wagonjwa wa akili. Takriban kati ya watu 10 kuta watu 2 wanasumbuliwa na changamoto ya akili. Na kati ya watu 4 mtu mmoja ana historia, kati ya watu 4 mmoja ya wagonjwa wa akili kuna historia ya matumizi ya madawa ya kulevya au vileo. Tunaona ni namna gani tunavyoathirika. Zaidi pia kumekuwa na ongezeko kubwa la watu kujiua. Tukiacha kujiua hii kabisa, mtu amejinyonga au amefanya nini, kuanza kujiua polepole kwa matumizi ya vitu ambavyo havihitajiki. Tumeona kwamba kwa ni vijana wengi chini ya umri wa miaka 35 mpaka 20 na ngapi, tumeona wanajiua kwa kiwango kikubwa sana. Hapa mbele yenu nimeandaa kitabu kinachoitwa Ustawi wa Akili. Kitabu hichi kinaelezea nini maana ya afya ya akili, muunganiko wa akili na mwili na namna ya kulinda muunganiko wa akili na mwili. Zaidi kimeelezea magonjwa ya akili. Kwa nini ugonjwa wa akili unatokea, namna ya kukabiliana na magonjwa ya akili, namna ya kumsaidia mtu mwenye ugonjwa wa akili. Zaidi nimeelezea ugonjwa wa msongo wa mawazo, ugonjwa wa sonona, ugonjwa wa kukosa usingizi, insomnia, mtu kushindwa kuendeleza usingizi, mtu kulala akiamka hawezi kulala tena au kuamka mapema na kushindwa kurudi kulala. Zaidi nikaelezea magonjwa ya haiba. Mwisho zaidi nikaelezea matibabu ya kisaikolojia au unasihi. Ni wakati gani unapaswa kupata matibabu ya kisaikolojia? Ni ishara zipi zikitokea unatakiwa kupatiwa matibabu ya kisaikolojia? Ni kitabu kizuri, kitatusaidia sisi wote. Zaidi pia hata namna ya kuwasiliana au kuongea na mtu mwenye changamoto za akili. Nini umjibu, kipi usimjibu, umuulize maswali gani usimuulize. Kitabu hichi kinatoa mwongozo mzuri. Niwakaribishe sana, kinapatikana kwa gharama ya shilingi 6,000. Asanteni. Wanaume wa Katoliki, basi tuna karatasi pia za sensa. Nimeletewa, zimetoka kwa baba askofu mkuu kwa maelekezo. Nitawaomba sisi tuliopo hapa tuzijaze vizuri. Lakini wale viongozi wa parokia mbalimbali